Ile Galatia 6 mstari wa 7, Wagalatia 6 mstari wa 7, Wagalatia 6 mstari wa 7 inasema Mungu hadhihakiwi. Chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Mnakumbuka hiyo? Wagalatia 6 mstari wa 7, Mungu hadhihakiwi. Chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anayetawala aina ya mbegu ndiye anayetawala aina ya mavuno. Kumbuka hilo. Anayetawala aina ya mbegu ndio anayetawala aina ya mavuno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa nini ametaka awe Bwana wa mavuno? Kwa nini asiwe Bwana wa kupanda? Unahitaji kuelewa hili, kwa sababu yoyote anayepanda, kabla ya kupanda anaenda kwanza kwenye mavuno. Mavuno ndiyo yanayoamua cha kupanda. Kwa hiyo hahitaji kuwa Bwana wa kupanda, anahitaji kuwa Bwana wa mavuno. Tunaenda sawa sawa, kwa sababu mavuno ndiyo yanayoamua aina ya mbegu, aina ya mavuno. Mavuno ndiyo yanayoamua aina ya shamba, ukubwa wa shamba. Mavuno ndiyo yanayoamua aina ya uwekezaji, mahali pa kuwekeza. Kwa hiyo sio kwamba hataki kuwa Bwana wa kupanda, lakini ameenda huku kwa utaalamu kabisa. Yeye ni mtaalamu mzuri sana wa kilimo, anatangulia kwenye mavuno. Kwa hiyo yeye anasema, kama unataka nitawale kupanda kwako, nipe kutawala kuvuna kwako.